Alizaliwa tarehe 15 Oktoba msimu wa mwaka 1996 huko Kigali, Rwanda. Nafasi yake uwanjani anacheza kama midfielder. Ana urefu wa mita 1.65. Nafasi yake uwanjani akicheza kama midfielder. Wako midfielder wengi kuwahi kutokea nchini Tanzania. Walishawahi kuja kucheza katika vilabu mbalimbali, lakini nilijaribu kutafuta wa kumfananisha na huyu mwamba nikakosa kabisa. Je, unamjua ni nani? Basi kaa kwa kutulia, fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ili kumjua kiundani zaidi. Mwamba huyu alibahatika kucheza katika klabu ya Isonga. Ilikuwa msimu wa mwaka 2011 hadi 2013. Katika klabu hiyo alidumu ndani ya misimu miwili tu, na baadaye baada ya kuonesha kiwango bora cha kuvutia katika klabu ya Isonga, vilabu mbalimbali vilitaka kuinasa saini yake. Hatimaye msimu wa mwaka 2013-2017 akajiunga na klabu ya EPR ya huko Rwanda. Katika klabu hiyo pia alidumu ndani ya misimu minne, na baada ya hapo akaonesha kiwango bora kweli na hatimaye kutimkia katika klabu ya Shakhtar. Na katika klabu hiyo pia alidumu ndani ya msimu mmoja tu, kuanzia msimu wa mwaka 2017 hadi 2018. 2019 mwamba huyu akaamua kujiunga katika klabu ya Mukura Victory, na katika klabu hiyo pia alidumu ndani ya msimu mmoja tu, na baada ya kufanya vizuri katika klabu hiyo, vilabu mbalimbali vilitaka kuinasa saini yake. Hatimaye Young Africans wakaamua kuipata saini ya huyu mwamba. Ilikuwa msimu wa mwaka 2019-2020. Mwamba huyo alionyesha kiwango bora kabisa katika klabu ya Young Africans. 2020 hadi msimu wa mwaka 2022 akaamua kuachana na klabu ya Yanga. 2020 akajiunga na klabu ya Polisi. Pia katika klabu hiyo alifanya vizuri sana. Vilabu vingi vilitaka kuinasa saini yake. Hatimaye msimu wa mwaka 2023-2024 akabahatika kujiunga na klabu ya Gor Mahia, na katika klabu hiyo amedumu ndani ya msimu mmoja tu, kuanzia 2023 hadi 2024. Ubora wake wa kusakata kabumbu umemfanya mwamba huyu acheze katika vilabu vingi sana. 2025-2026 mwamba huyu akabahatika kujiunga katika klabu ya Al Watan Tripoli, na katika klabu hiyo mpaka hivi sasa huyu mwamba bado anacheza katika klabu hiyo, na kuonekana ni miongoni mwa wachezaji wanaofanya vizuri tu. Sio tu kukaba, hata pasi za maajabu anaweza kupiga, pasi ambazo zinaweza kusababisha goli au athari katika timu pinzani. Lakini sanjari na hayo, mwamba huyu ana historia ya kucheza michuano ya kimataifa tangu akiwa kijana wa under 17 alicheza michezo ya kimataifa, lakini pia alicheza katika timu ya taifa ya under 20 ya watu wazima. 2013 rasmi mwamba huyu akicheza. Mpaka hivi sasa akikadiriwa kucheza mechi takriban 17, huku akiingia nyavuni mara moja tu. Je, unamjua ni nani? Na huyu si mwingine ni Patrick Papi Sibomana. Kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Hii ni Simulizi Zahiri TV. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kuwa wa kwanza kujipatia nyakara mbalimbali za wachezaji, lakini pia taarifa mbalimbali.